Bima Pub, urahisi wa maisha. Juu ya misingi na namna tulivyokubaliana kama taifa kuhusu uendeshwaji wa nchi yetu. Mwaka jana tulifanya pamoja, wakati ule tulizungumzia miaka mitatu. Tuliita mafiga matatu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini tuliita mafiga matatu na sasa tumekuja kuzungumza tena miaka minne ambapo tumeita mafiga manne? Tumeita mafiga manne kwa sababu msingi wa taifa letu hili, tunajua wazi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mtumishi wa umma. Ameapa kula kiapo kwa ajili ya kutumikia watu. Na kwa mantiki hiyo, sisi kama wanahabari tunalo jukumu la msingi la kujadili, kushauri na kusema pale tunapoona hapa hapapo sawa. Sasa huo ndo msingi wetu mkubwa na sote tunajua. Sasa kwa sababu Rais Samia aliapa si kwa ukabila, si kwa udini, si kwa rangi. Aliapa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi hapa mara zote hata mwaka jana tulimjadili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vyama vingine vya siasa hapa tupo kujadili, huyu ni wa CCM, huyu ni wa Chadema, huyu ni wa ACT Wazalendo, huyu ni wa Chauma. Sisi tunajadili rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye aliapa, si aliapa kwa chama chake, aliapa kama mtumishi wa umma. Kwa msingi huo wa kwanza nilitaka niuweke sawa. Na kwa sababu yeye ni kiongozi na ni mtumishi wa umma, kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba kuwapa kwake kupitia serikali yake anawajibika kutengeneza ustawi wa wananchi, na mamlaka zote zinatoka kwa wananchi. Sote tunafahamu hilo. Kwa hiyo huo ndio msingi mkubwa. Sasa kama mwanahabari na wenzangu tuliokaa tukazungumza kwamba sisi tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nilikuwa namwambia kwenye kamati ndugu Mansuri kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kilifanya, kwa kizungu wanasema they have done unthinkable, kwenye kufikiri kwamba Rais Samia ndiye anawafaa kuwa mgombea. Vyama vingine havijasema. Sasa kwa sababu wao wamefanya, haituondolei wajibu wetu wa msingi sisi kumpima na kujadili katika level ya utaifa kama rais wa nchi. Sasa hapa hatumjadili rais, hatumjadili mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wala hatumjadili mtu ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi. Japo kwamba 2015 mpaka 2020 mkataba wa msingi wa wananchi ulijengwa kwenye ilani, na ilani ilivyojengwa ilikwenda kuunda serikali. Sasa sisi mkataba wa msingi tunayeandikishana naye na tuliandikishana naye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwaona hapa tuna wajibu wa kujadili, kwa sababu CCM walisema Dr. Samia amefanya a tremendous job kwenye nchi hii, wakakubaliana tarehe 17, 18 pale Dodoma walikubaliana. Je, wananchi tunaona tremendous. Sasa tarehe 18 mwaka huu tunajua tarehe 19 ndio siku aliyoapa kuwa rais wa jamhuri. Kwa nini sisi tunafanya tarehe 18? Ni siku moja kabla ya kuapa. Na mwaka huu ukumbuke, mwezi wa 3 ndio kuna matukio makubwa mawili, ndio tuliyempoteza John Pombe Magufuli, na tukio hili pia lilifanyika mwaka 2021 mwezi wa 3. Na mwaka huo 2021 mwezi wa 3 tulipata rais. Kwa hiyo tulikuwa na vitu viwili, na mwaka huu tuna vitu viwili. 17 tunaadhimisha
miaka kadhaa ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, na ndio mwaka tunaadhimisha miaka 4 hiyo ya kuapa kwa Dr. Samia. Sasa yako makundi kadhaa, watakuwepo vijana voluntarily kabisa, vijana wa taifa hili, wawe bodaboda, wawe intellectuals, manake watu kutoka vyuo vikuu ambao watakuja kuonyesha thinking yao, watakuja wakulima, wavuvi. Tunachotaka kila mmoja aseme maoni yake, na hapa kwenye hili bango limesisitiza kwamba maendeleo ni haki yako. Jiandikishe, piga kura na jenga taifa lako. Maana yake hapa tunazungumzia misingi ya nchi. Hatuzungumzii temu za mapitisho ndani ya vyama vya siasa. Sasa kwa kusema hayo basi, nilisema press yangu itakuwa fupi sana. Natumia fursa hii kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wote kuja kwenye ukumbi wa Kwatunza Beach tarehe 18 mwezi huu wa 3, ambapo tutakuwa na mdahalo na mjadala mkubwa wa kupima kwamba yanayozungumzwa na vyama vya siasa ndio tunavyoyaona sisi wananchi. Nani anapaswa kuja kutuambia? Ni sisi wananchi. Tutakutana pale tuweze kufanya endorsement. Kama kweli amefanya, lazima tupime, tunampa tena, na kama hajafanya tutashauri kwamba hapa sio. Sasa nani anatakiwa kusema hayo maneno? Ni sisi wananchi kwa ujumla wake, kuja kujadiliana, kuweka misingi ya utaifa, kuweka maoni yetu. Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali, vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.